Enda mstari wa 10. Yese akawapitisha wanawe 7 mbele ya Samueli. Yese akawapitisha wana wake wote. Samueli akamwambia Yese. Yes. Bwana hakuwachagua hawa. Bwana hakuwachagua hawa. Amen. Hapa ni kahistoria kadogo kama mtu mmoja ambaye alipendeza Mungu. Amen. Kelele itakuja tu, tulia. Itakuja. Ina download pole pole. Na Mungu ametazama kijana. Maandiko inasema kwa kuangaliwa alikuwa mwekundu. Inamaanisha alipendeza kwa umbo, kwa sura. Lakini Mungu ameangalia zaidi kilichokuwa ndani ya moyo wa Daudi. Na maandiko inasema ya kwamba Mungu atazami kama mwanadamu. Na kwa sababu Samueli hakuelewa malengo ya Bwana mpaka asikie sauti ya Bwana ikimwambia hawa wote sina haja na wao, ilikuwa inamaanisha kwamba kama mwanadamu wa kawaida anaweza akaangalia vile ulivyo kulingana na kazi na masomo na cheo na pesa na akuweke kwa position fulani. Amen. Lakini hapa mwenye ambaye analetwa kwenye ofisi ya kiukuhani si mtu wa kawaida. Jambo la kwanza, amekaa kwenye malisho. Jambo la pili, ameandaliwa na Bwana kwa miaka ijayo ili amiliki mji. Kwa sababu ilikuwa ahadi ya Bwana ya kwamba katika nyumba ya Daudi kutatoka kizazi ambacho kitakuwa taifa, na tunaanza na Daudi kama mfano wa Kristo. Amen. Na wakati umefika, wana wa Yese wote wameletwa. Kuna neno linatumikanga hapo na watu ya kwamba pembe ilikataa na mafuta. Pembe haikukataa na mafuta. Ni kwa nini? Haikufikia yule mtu alikuwa assigned. There's a difference between being anointed when being born na kuteuliwa, kutiwa mafuta in a public. Amen. One, maandiko inasema in the book of Jeremiah chapter number 1 ya kwamba nalikuchagua ungali tumboni mwa mama yako. Huyo ni mtu tayari alizaliwa akiwa mfalme. So kupiga ambacho kilizaliwa ndani yake kilikuwa ngumu sana. Hata watu wapangwa 500 waangaliwa vile walivyo, hakungechakuliwa mtu mwingine. Kwa hivyo pembe haikuwa imefika kwa yule mtu alikuwa assigned. Kuna pembe haikuwa na uwezo wa kumwaga mafuta. Ni pembe ilikuwa iinuliwe ili mafuta imwagike. Lakini hawale watu walipokuwa wanaletwa, Mungu anasema sijawachagua hawa. Until mahali kumefika hapo chini mstari wa 11. Iko na haja na hiyo mstari. Mstari wa 11. Yes. Kisha Samueli akamwambia Yese. Kisha Samueli akamuuliza Yese, watoto wako wote wapo hapa? Kizazi chako chote kiko hapa? Naye akasema amesalia mdogo wao mmoja tu. Na tazama anawachunga kondoo. Ni kwa nini Daudi ako malishoni kwanza? One, kuna mahali niliambia watu ya kwamba hauwezi ukaanza na kondoo pasipo kupita kwenye wana kondoo. Amen. Petro anaulizwa unanipenda? Anasema ndio. Haya, tunza wana kondoo wangu. Kwa hivyo ili ufikie kiwango cha kulisha kondoo ni lazima uanze na wana kondoo. Auelewi? Amen. Nikapeana mfano wa Sunday school na mwalimu wa Sunday school. Mwalimu wa Sunday school hawezi akahubiri main service. Kwa nini? Kiwango chake ni cha wana kondoo, ambaye wewe ndio kondoo. Kwanza alishe wana ili akufikie. Amen. Sasa Daudi ameandaliwa kwenye shamba la kondoo
kwenye shamba la kondoo, anatunza kondoo wa baba zake. Jambo la kwanza, hakuna kondoo aliwahi toka mikononi mwake. Kwa nini? Ako na ujasiri wa kutunza kile ambacho alipewa. Na maandiko ikasema, Yesu akasema, hakuna yeyote aliyekuja mikononi mwangu aliwahi potea. Ni kwa nini? Mchungaji anajua dhamana ya kondoo. Amen. Mchungaji ambaye anajua gharama yako, hata ukingojeka anaweza akaelewa. Ukiona fulani hajaingia kuna tatizo na anainua simu, ni kwa nini? Hajalipwa akutunze, aliitwa akutunze. Amen. Maandiko inasema there are difference between an hired shepherd and a called shepherd. Where do you belong? That is a question. Sasa Yese amesema kuna mmoja ambaye amesalia. Unaweza ukasaulika kwa sababu ya mapito na viwango ulivyo navyo, lakini kuna majira yanafika, watu wanaulizana ni nani ambaye hayuko kwenye mkutano wa leo. Inasemekana ni Kamau ndiye tumekosa hapa, na watu wanasema hatuwezi tukakaa mpaka aendewe, hatuwezi tukakaa mpaka tuletewe yeye hapa. Yesu akasema kumesalia mmoja tu ambaye alionekana sio kitu. Yule mtu ambaye alionekana hana masomo yoyote, hana akili yoyote, kazi yake ni kutunza kondoo. Akaambiwa ya kwamba hatuwezi tukatulia, hatuwezi tukaketi mpaka huyo jamaa kuje. Na maandiko inasema ya kwamba Daudi akaendewa. Jambo la kwanza akaoga, jambo la pili akanyolewa, jambo la tatu akavalishwa vizuri. Hawezi ukapatanishwa na ofisi ukiwa vile ulikuwa miaka iliyopita. Kabla uingizwe kwa ofisi, utatengenezwa ukuwe mtu wa ni kuyati. Kabla uingie kwa hiyo ofisi, waliosema ya kwamba uwezi, watakuwa wa kwanza wa kuvalisha vizuri, wa kutendea vizuri, ili uingie na ubarikiwa wakiona. Oh my God. Ninasema hivi, Daudi ametoka kwa kondoo. Lisikia wengine wanisema alikuwa ananuka bo. Amen. Kila mtu ananuka ofisi ambaye ameshinda. Ukipatana mpishi wa chapati ananuka chapati. Ukipatana na mwalimu kama huyu hautakosa chokaa. Muangalie kwa mfuko uko na moja. Amen. Ukipatana na mtu wa buchari hautakosa damu kwa nguo. Kwa hivyo unakaa kama ofisi ya kwako. Ninaona Daudi akiingia, watu wakimtazama. Kwa kimo ni kama alikuwa mfupi, kwa mwili ni kama alikuwa mwembamba, lakini kuna kitu tabasamu. Uso wake ulikuwa unapendeza. Hata kama mapito yamekuwa mazito, yatakuwa mazito, lakini kwa uso utatazamwa. Ni kwa nini? Maana kipaji cha Bwana kiko juu yako. Hata ukipita kwenye maji mengi, ukisongea mbele utokee, Bwana atakuwa pamoja na wewe. Daudi amekaa na Bwana akitunza kondoo, akipiga mbebe, anasifu Bwana huko kwenye malisho, anachezea gitaa mbuzi. Lakini kuna siku ya kuingia kwenye ikulu, hata kama ndugu zake hawamtambui, ufalme wa mbingu unamtambua. Hata kama masomo alifaulu, hata kama hakusoma, ufalme wa Mungu unamtambua. Hata kama cheti hana, ufalme wa Mungu unamtambua. Nimekuja niongee na mtu, nikuambia ya kwamba haijalishi ni wapi, haijalishi ni masomo, haijalishi ni pesa, lakini mbingu ikikumbali imekumbali. Yesu akisema ni kweli, ni kweli. Utaingia wakikataa tu. Daudi mwana wa Yese, yule jamaa ambaye mwana uzweda one, nikupe siri. Daudi alikuwa na mfuko wa mchungaji.
kameanza kukuja. Haleluya. Maandiko inasema na alipoingia kwenye mto, mkono wa kwanza ukaingia kwenye mkoba wa mchungaji. Haleluya. Haleluya. Jambo la pili, alikuwa na kikudha. Ni wachache wanaelewa Greek language. Alikuwa na nini? Inaitangwaje? Alikuwa na hiyo kikudha. Jambo la tatu, alikuwa na fimbo. Haleluya. Mchungaji yeyote lazima akuwe na kakitu. Siku moja nikaambia watu, usibebe mfuko peke yake ukiwa na mawe matano. Hakikisha kwenye mkoba kuna vitu tofauti tofauti. Haleluya. Daudi akatiwa mafuta na kile kipaji cha uimbaji kikaanza kuchipuka. Sauli pepo likamuingia na wanaulizana ni nani. Jamaa akasema, nimemwona mwana wa Yese ambaye ako na usadi wa kucheza muziki. Nimemwona mwana wa Yese. Baada ya kutiwa mafuta, vipawa vinaanza kuchipuka. Haleluya. Daudi ninaona anaingia kwenye mkoba wa mchungaji, anatoa muziki. Ni vyema kwenye mfuko wako ukaanga na vitu tofauti. Ukipatana na mgonjwa, unaingia kwa mfuko, chukua upokea. Listen to this. Sikia hii. Ukiingia kwa kazi, wakikuja na mirea, unaingia kwa mfuko wa mchungaji, unatoa power kwa jina la Yesu. Oh my God. Hallelujah. Hallelujah. Ukienda ushago upate mambo yamebadilika, unasema ni sawa, unaingia kwa mfuko wa mchungaji, unatoa kombora, unalipua wote. Ni kwa nini? Maana uwezo na mamlaka tumepewa. Mahali popote tunaweza tukaingia kwa jina la Yesu. Haleluya. Ekana amabiyata no mangoliato. Maisa kuteria. Ekana akikura. Bisa kuteria. Hongela Yesu. Hongela mwekio. Hongela mumo. Hongela mboya. Hongela fasting. Hata wakikuja, ingia kwa mkoba, chomoa kakitu. Waganga na wachawi wanaendanga na mali yao, hawachangi. So anaweza fanya chochote mahali popote. Amen. Huyu jamaa anaitwa Elijah alikaa akaona vile Israeli kwa, akasema enda ndemu mbumbanizi ndiye hizo, ndeni muniletee hizo mbuzi, hizo ng'ombe za watu zinasema zinaabudu Mungu. Nataka tuhakikishe, tutafute tuelewe ni nani. Na wanaume wakakuja na visu na ng'ombe. Jamaa akawaambia, kwanza nyinyi ndio 500, ingieni kwa kazi. Mwana wase kalawa wethianu ni wa Yesu. Mwatata ni banzi hizi sineme. Lakini wakati wake ukafika, akachukua mkono kwenye mfuko wa mchungaji, akatoa power. Oh my God. Daudi anasema wakikuja kwenye silaha na farasi za vita na kujanga kwa jina la Yesu, wakitaja farasi, wakitaja silaha, wakitaja uchawi, wakitaja mitishamba, wakitaja mali yao, mimi nakujanga kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwenye mfuko wa mchungaji kuna jina la Yesu. Hili jina liko na uweza, hili jina liko na mamlaka, hili jina tukitaja watu wanaokoka. Hili jina limetutengeneza, hili jina limetusamea dhambi. Wanaume wakaingia, wakaambudu kwa sababu jamaa anaelewa kilicho ndani yake. Anawaambia wanaume, ongezeni volume, ongeza volume. Jamaa wenu ni kama ameenda kulala. You have to exercise the power.
You have to exercise the power. What is in you, exercise it. Yani wakikuja na waambia nakuja, Daudi ameingia kwenye mto akaokota mawe. Jamaa akauliza, unanikujia kwa fimbo, unanikwama? Akamwambia sawa, umejiami mwanaume? Nimekuja kwa jina la Bwana wa Israeli. Wakiongea hiyo halikuwa down. Amen. Siri ni kuingia kwenye mfuko, unachomoa, unaeka in the name of Jesus. Soso hizo kakabulene mame kalaba uwaendie. Babe mundu wakadole. Kuna moja. Si the round ni yako. Lakini meli etu walani ndezomboe. Tuwalani ni sioli kwa kalabu. So once you die, auendangi mbinguni direct, unaendanga sioli, waiting for the judgment. So meli ethi ya tuwalani. Mamosu ethi ya tuwalani. Mara ya mwisho alionekana kana, hakuna mahali kwingine. Alionekana. So unapomwambia meli tuombe, wapi itatoka wapi? Haikuji akiambene keuka. Lakini ingia kwa magoti. Kwa jina la Yesu ninatetemesha miamba, makaburi yaanze kufunguka, walio wafu na wakufa waanze kukucha. Unaona revivals imeanza, revivals inaanza. Ni kwa nini? Walipotaja farasi ulitaja jina la Bwana, walipotaja pesa ulitaja jina la Bwana, walipokudharau ulitaja jina la Bwana. Yani chondo cha mwivi kikalae kike inokino na kuutwa. Amen. Daudi ameingia, ametoka kwenye malisho, kwanza akavalishwa vizuri, na zaidi ya havyo akakuja Samueli akasema, na kweli this is the man we were waiting for. Maandiko inasema na akamtia mafuta na Roho wa Mungu akaingia ndani yake, na roho wa shetani, zile pepo chafu ikaingia Sauli. Linaomba ukitoka hapa, hata ni nini ambacho kilipangwa kwako kikatoke kuenda kwa mwenyewe, kama ilivyokuwa kwa Daudi ikawe kwako leo. Kabla ya asubuhi kufika, kilichopangwa kwako na sio cha kwako kiendee mwenyewe kwa jina la Yesu Kristo. Nimekuja kuongea na mtu, nimwambie ni wewe uliochaguliwa kesha hii. Ni wewe Bwana anakuhitaji, ni wewe Bwana. Kameanza kukuja. Maandiko inasema na Daudi baada ya kuingia kwenye ufalme. Oh my God. Sikia hii. Alipoingia kwenye ufalme, maandiko inasema hakauliza ni nani ambaye amesalia kwenye nyumba ya Sauli ili nimutendee mema, kwa sababu ya Yonathani. Oh my God. Unachopanda utavuna. Ukipanda masengenyo utavuna, ukipanda usherati utavuna, ukipanda uchawi utavuna. Yani ukipanda kuchafulia pasa jina, wewe utavuna tu. Daudi anauliza ni nani? Yani ni nani atakayepatikana? Ni nani atakayepatikana? Na maandiko inasema mama mmoja akamwambia, kuna kijana mmoja ambaye ni kiwete. Haijalishi ni nani, lakini majira ya Bwana imefika. Haijalishi hali ni gani, lakini majira imefika. Ni wewe tunaongea kuhusu. Mahali ulipo ni wewe, utoke ukuje kwenye ufalme. You are that person God is looking to anoint. You are that person God is looking to take to another level. You are that person God is looking. Na
Maandiko inasema akasema, akauliza ako wapi? Kaambiwa Mefibosheti anapatikana mahali, lakini ako na shida. Ako na shida, ni mlemavu. Daudi hana haja na ulemavu. Daudi hana haja na ulemavu wa Mefibosheti. Inamaanisha nini? Mungu hana haja na hiyo shida. Yaani Mungu hana haja na ripoti zinazopeanwa. Yaani Mungu hana haja na ujumbe aliyatakayopewa na watu. Haja ya Mungu ni kwamba utoke Lo-debar uingie kwa ufalme. Hata kama uko aje, utoke kwenye shida ukule kwenye ufalme. Maandiko inasema na Mefibosheti akaitwa, akaambiwa kuanzia leo, kutokana na matendo ya Yonathani, utakula kwenye meza ya ufalme. Mefibosheti akauliza, umbwa kama mimi? Oh my God. Akaambiwa hapana, haijalishi, kwa sababu Yonathani alitenda mema kwangu na mimi niko tayari nitende na Yonathani alikufa, lakini Mefibosheti hako anachukua kile kiti na akaambiwa keti, na kuanzia leo tutakula hapa. Linasema nini? Haijalishi ni area gani unatoka, haijalishi ni mapito gani, haijalishi kiwango ni gani, lakini sauti inaniambia ya kwamba tunakutoa Lo-debar ukae kwenye ufalme. Tunakutoa ulikowekwa tukulete kwenye ufalme tunaofanyia kazi. Hallelujah. Wewe ndiye Mungu anatafuta. In the book of John chapter number 20 verse number 19, anakuja pole pole. Ndio sasa ndugeti kilo bingizwa mundu mwakome mwambia lale. John 20 verse 19. Nataka nikasoma. Yes. Ikawa jioni. Sikiza kwanza. Sikiza hii kwanza. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuweko kanisani kama nyinyi, milango imefungwa kwa hofu ya wanafunzi. Najua Njose amefunga mlango akihofia wezi wasiingie. Akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia kanisa, amani iwe kwenu. Mstari wa 20. Naye akiisha kusema hayo, akawaonyesha mikono yake na ubavu. Ngoja, tulia twende pole pole. Hebu panda hapo juu. 19. Yes. Ikawa jioni. Ile ya kwanza ya sasa tunatoa hiyo jioni tuweke asubuhi. Tuko zangapi? Tumebakisha so tuko asubuhi. So ikawa asubuhi ile ya kwanza ya juma. Yes. Pale walipokuweko kanisani mkesha, milango imefungwa kwa hofu. Milango Njose amefunga kwa hofu. Akaja Yesu, Roho Mtakatifu, malaika wakaja, akasimama katikati. Wao wote wakawa hapa katikati. Akawaambia, amani iwe kwenu. Amani iwe kwenu. Hauwezi ukaelewa hiyo neno. Amani iwe kwenu. Amen. Soma hapo 20. Yes. Baada ya kuambia hiyo,